Moja pia kati ya taarifa ambayo niliweza kuwafahamisha siku ya jana majira ya jioni ya Machi 19 ilikuwa ni taarifa ya kuhusu Ukraine kuzindua uvamizi au mashambulizi mapya uvamizi ya kuingia mkoa mpya wa Belgorod huko nchini Urusi, ambako taarifa hiyo pia iliweza kuelezwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ambako pia iliweza kuripoti ya kwamba takribani wanajeshi 200 wa Ukraine waliweza kuhusika katika uvamizi huo wa mkoa wa Belgorod, ambako pia wizara ilithibitisha kwamba takribani wanajeshi 60 wa Ukraine waliweza kuuawa katika mashambulizi hayo, ambako vikosi vya Urusi vilifanya mashambulizi ya kuzuia uvamizi huo mpya, licha pia ya kwamba Ukraine haikuweza kuthibitisha rasmi taarifa hiyo ya uvamizi katika jimbo hilo la Belgorod, ambako pia wizara iliweza kueleza kwamba lengo kuu la uvamizi huo au la mashambulizi hayo mapya ilikuwa ni ya kwamba ni kuvuruga mazungumzo ambayo yalisubiriwa kwa hamu kati ya Putin na Trump, ambako waliweza kuzungumza kuhusu usitishaji mapigano baina mwa nchi hizo Urusi na Ukraine, ambako makazi ya Belgorod yaliyotajwa na maafisa wa Urusi kama eneo la madai ya operation iliyotatizwa yako kilomita dazeni chache tu kusini mashariki mwa Sudiza, ambapo Ukraine imekaribia kujiondoa kikamilifu kutoka katika ardhi iliyoiteka mnamo Agosti mwaka uliopita katika mkoa wa Kursk, ambako pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilipanga mashambulizi hayo yanayodaiwa kuwa ni jaribio la Kiukrainia la kudharau mipango ya amani. Ilisema mashambulizi hayo yalihusisha hadi wanajeshi 200 na aliweza kulenga katika makazi ya huko Demidovinka na Prelesie. Jumla mashambulizi 5 yalitekelezwa na adui wakati wa mchana, wizara hiyo iliweza kusema, na hapakuwa na hatua yoyote ya kuvuka serikali ya shirikisho la Urusi, wizara ilisema hivyo, ambako sasa wanablogi kadhaa wa kijeshi wa Urusi pia waliweza kuripoti madai ya jaribio ambalo liliweza kufeli la kuvuka mpaka la Ukraine, ambako mamlaka ya mkoa wa Belgorod wameilaumu Ukraine mara kwa mara kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya eneo hilo katika muda wote wa vita hivyo. Ukraine inapinga ya kwamba Urusi inataka kuionyesha Kyiv kama isiyo na ushirikiano. Andrei Kovalenko, ambaye ni mkuu wa idara ya kupinga upotoshaji katika Baraza la Usalama la Kitaifa na Ulinzi la Ukraine, alikataa kabisa madai ya Urusi katika chapisho lake kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Mapigano ya mpakani kwa kutumia silaha yamekuwa yakitokea karibu mara kwa mara katika uvamizi huo mzima, Kovalenko aliandika, akiongeza ya kuwa madai ya hivi punde ni juhudi za kipropaganda za kuchora au za kuichora Ukraine kama isiyo na ushirikiano katika juhudi za amani baina mwa nchi hizo. Haishangazi ya kwamba sasa ni manufaa sana kwa Warusi kusukuma hewa kabla ya mazungumzo ya Trump na Putin, ambako mkakati wao mkuu wa habari ni kuishutumu Ukraine kwa kutokuwa na nia ya kumaliza vita, ingawa kwa kweli wanashambulia kutoka mbele na pia kutoka angani. Na ni Putin ambaye anaburuza miguu yake na pendekezo la Trump na la kusitishwa kwa mapigano, aliweza kuandika hivyo Kovalenko kwenye jukwaa la kijamii la Telegram. Hata hivyo, katika mkutano na waandishi wa habari, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hakuthibitisha wala kukanusha operesheni za Ukraine katika jimbo la Belgorod, alipoulizwa moja kwa moja kuhusu madai ya Moscow kuhusu Ukraine kufanya mashambulizi ya uvamizi mpya huko jimbo la Belgorod. Ukraine inatimiza dhamira yake katika eneo la Kursk, Zelensky alijibu hivyo. Alisema pia wameona mkusanyiko mpya wa askari kwenye mpaka na Oblast ya Sami, wanaweza kuona wanachotaka kufanya. Wanataka kupiga Oblast za Sami
Kharkiv na Zaporizhzhia hilo ndilo wanaloliona, naam, hawatawaacha wafanye hivyo kwa urahisi. Zelensky pia alijibu hivyo. Madai hayo yameongeza hali ya mvutano katika jimbo la Sami huko nchini Ukraine ambalo linapakana na maeneo ya Urusi ya Belgorod, Kursk na Bryansk. Mnamo Machi 15, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia alisema Urusi na kusanya vikosi katika jimbo la Sami kujitayarisha kwa mashambulizi mapya katika eneo hilo, ambako pia saa chache baada kupiga simu na Trump ambapo Putin alikubali kuacha kulenga miundombinu ya nishati kwa siku 30. Hospitali mbili ndani ya Sami pia zilikuwa miongoni mwa shabaha zilizoshambuliwa na ndege zisizo na rubani za Urusi. Kwa kujibu, Zelensky alisema mashambulio hayo yalikuwa ushahidi ya kwamba Putin alikataa pendekezo la usitishaji vita kamili baina mwa nchi hizo. Wakaaji katika jamii za mpakani zilizo hatarini za Sami hupata mashambulizi mengi kwa siku, huku hali ikizidi kuongezeka mpakani. Baraza la ulinzi la Oblast ya Sami liliongeza uhamasishaji wa lazima wiki iliyopita ili kujumuisha makazi 8 huko Sami, yakijumuisha zaidi ya watu takribani 500. Nchini Urusi pia, gavana kutoka Belgorod anayefahamika kama Vyacheslav Gladkov alikubali Machi 18 ya kwamba hali katika eneo hilo ilikuwa tata zaidi. Katika ujumbe wa video kwenye jukwaa la kijamii la Telegram, alisema ya kwamba vijiji katika wilaya ya Krasnaya ya Ruga, eneo lililotajwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kama eneo la majaribio ya mashambulio ya ardhini ya Ukraine, vilikuwa chini ya makombora makubwa na mashambulio ya ndege zisizo na rubani. Katika saa 24 ilikuwa imeshambuliwa na ndege takribani 49 zisizo na rubani. 12 kati ya hizo ziliweza kunaswa, ambapo ujumbe wake haukujumuisha madai ya jaribio la uvamizi wa kuvuka mpaka katika mkoa wa Belgorod nchini humo. Hiki pia ndicho ambacho kimeweza kuzungumzwa na mamlaka kutoka huko nchini Ukraine, ambako Ukraine imeweza kukanusha madai ya kwamba iliweza kuanzisha mashambulizi ya uvamizi mpya wa kuingia jimbo la Belgorod huko nchini Urusi, ambako pia hata rais wa Ukraine Zelensky hakuweza kuthibitisha moja kwa moja kuhusu kufanya uvamizi huo au kufanya mashambulizi ya uvamizi huo wa kuingia Belgorod huko nchini Urusi. Basi pia taarifa zingine zaidi kutoka vita vya Urusi na Ukraine, na kusihi ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi kutoka huko Moscow na Kyiv, ambako sasa pia habari kubwa ni kile ambacho Trump anakifanya kwa sasa katika kumaliza mzozo huo. Basi karibu sana pia hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi kutoka huko kimataifa zaidi.